Suratu Taghabun imeteremka Madina. Imeanzia sura hii kwa kueleza kuwa kila kiliomo katika mbingu na katika ardhi kinamtakasa Mwenyezi Mungu na kisio laiki na utukufu wake, na kwamba yeye ndiye mwenye ufalme na mwenye sifa njema zote, na kwamba yeye ni muweza wa kila kitu. Kisha hayo yakafuatilizwa na kutajwa baadhi ya dalili za utimilivu wa uweza wake na ujuzi wake. Kisha sura ikatupa macho kuangalia makafir waliokuwa kabla ya hawa na wakawaasi mitume wa Mola wao mlezi, na kwamba wao walionja matokeo maovu ya vitendo vyao. Na hayo yalikuwa hivyo kwa sababu mitume wao walipokuwa wakiwajia kwa hoja, waliwakataa na wakawapuuza. Sura tena ikaingia baada ya hayo kuvunja madai ya makafir kwamba wao ati hawatafufuliwa, na ikawataka watu wamuamini Mwenyezi Mungu na mtume wake na nuru iliyoteremshwa juu yake. Na ikawahadharisha na siku ya mkusanyo, siku kutapodhihiri kupunjana kwa watu. Kwani wale walioamini na wakatenda mema watapata kufuzu kukubwa, na waliokufuru ndio watakuwa watu wa motoni, na hayo ndiyo marudio maovu. Na hakika masaib yatakuwa kwa idhini ya Mwenyezi Mungu, na hakika mwenye kumwamini Mwenyezi Mungu ndiyo anauongoa moyo wake. Sura inawataka watu wamtii Mwenyezi Mungu na mtume wake. Wakipuuza basi hakika mtume hana juu yake ila kufikisha ujumbe. Na inawaambia waumini kuwa mali yao na watoto wao ni fitna, majaribio. Basi isiwe kuyashughulikia hayo kukawapelekea kuacha walioamrishwa. Kisha ikawaamrisha wamche Mwenyezi Mungu kwa kadri wawezavyo. Na sura ikahitimisha kwa kuwahusisha waumini watoe katika njia za kheri, na kwamba Mwenyezi Mungu ni mwenye kushukuru, mpole, mjuzi wa yaliyofichikana na yanayoonekana. Basi atawalipa kwa mali yao wanayoyatumia, na kwamba yeye ni mwenye nguvu asiyeshindika, mwenye hikma hafanyi upuzi. Bismillahirrahmanirrahim. Kwa jina la Mwenyezi Mungu, mwingi wa rehma, mwenye kurehemu. Yusabbihu lillahi ma fis samawati wa ma fil ardi, lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli shay'in qadir. Inamtakasa Mwenyezi Mungu kila kilichomo katika mbingu na katika ardhi. Ufalme ni wake na sifa njema ni zake, na yeye ni mwenye uweza juu ya kila kitu. Huwa alladhi khalaqakum faminkum kafirun wa minkum mu'min, wallahu bima ta'maluna basir. Yeye ndiye aliyekuumbeni, miongoni mwenu yupo aliyekafiri na yupo aliyemuamini, na Mwenyezi Mungu anayaona mnayoyatenda. Khalaqas samawati wal arda bil haqqi wa sawwarakum fa ahsana suwarakum wa ilayhi al masir. Ameziumba mbingu na ardhi kwa haki, na akakupeni sura, na akazifanya nzuri sura zenu, na marudio ni kwake. Ya'lamu ma fis samawati wal ardi wa ya'lamu ma tusirruna wa ma tu'linun, wallahu alimun bidhatis sudur. Anajua viliomo katika mbingu na ardhi, na anajua mnayoyaficha na mnayoyatangaza. Na Mwenyezi Mungu ni mjuzi wa yaliomo vifuani. Alam ya'tikum naba'ul ladhina kafaru min qablu fadhaqu wabala amrihim wa lahum adhabun alim. Kwani haikukujieni habari ya waliokufuru kabla, wakaonja matokeo mabaya ya mambo yao, na wao wana adhabu iliyochungu. Dhalika bi annahu kanat ta'tihim rusuluhum bil bayyinati faqalu abasharun yahdunana fakafaru wa tawallaw wastaghna Allah wallahu ghaniyyun hamid. Hayo ni kwa kuwa walikuwa wakiwajia mitume wao kwa hoja zilizowazi, nao wakasema,
hivyo binadamu ndio atuongoe, basi wakakufuru na wakageuka upande. Mwenyezi Mungu akawa hana haja nao, na Mwenyezi Mungu ni mkwasi, si mhitaji, naye ni msifiwa. Za'ama alladhina kafaru allan yub'athu qul bala wa rabbi latub'athunna thumma latunabba'unna bima 'amiltum wa dhalika 'ala Allahi yasir. Waliokufuru wanadai kuwa hawatafufuliwa. Sema, kwani na hapa kwa Mola wangu mlezi hapana shaka mtafufuliwa, na kisha hapana shaka mtaambiwa mlioyatenda, na hayo ni mepesi kwa Mwenyezi Mungu. Faaminu billahi wa rasulihi wan nuri alladhi anzalna wallahu bima ta'maluna khabir. Basi muaminini Mwenyezi Mungu na mtume wake na nuru tuliyoiteremsha, na Mwenyezi Mungu anazo habari za mnayoyatenda. Yawma yajma'ukum liyawmil jam'i dhalika yawmut taghabun wa man yu'min billahi wa ya'mal salihan yukaffir anhu sayyi'atihi wa yudkhilhu جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها أبدا ذلك الفوز العظيم. Siku watakayokukusanyeni kwa ajili ya siku ya mkusanyiko, hiyo ni siku ya kupunjana. Na anayemwamini Mwenyezi Mungu na akatenda mema, atamfutia maovu yake na atamuingiza katika mabustani yenye kupitiwa kati yake na mito. Watadumu humo milele, huko ndiko kufuzu kukubwa. Walladhina kafaru wa kadhabu biayatina ulaika ashabun nari khalidina fiha wa bi'sal masir. Na waliokufuru na wakakadhibisha ishara zetu, au ni watu wa motoni, watadumu humo milele, na hayo ndiyo marudio mabaya. Ma asaba min musibatin illa biidhnillah wa man yu'min billahi yahdi qalbahu wallahu bikulli shay'in alim. Haufiki msiba wowote ila kwa idhini ya Mwenyezi Mungu, na mwenye kumwamini Mwenyezi Mungu huongoa moyo wake, na Mwenyezi Mungu ni mjuzi wa kila kitu. Wa atii'u Allah wa atii'u ar-rasul fa in tawallaytum fa innama ala rasulina al-balaghul mubin. Na mtiini Mwenyezi Mungu na mtiini mtume. Mkigeuka basi hakika juu ya mtume wetu ni kufikisha kwa uwazi tu. Allahu la ilaha illa hu wa ala Allahi falyatawakkalul mu'minun. Mwenyezi Mungu, hapana Mungu isipokuwa yeye, na juu ya Mwenyezi Mungu na wategemee waumini. Ya ayyuhalladhina amanu inna min azwajikum wa auladikum aduwwan lakum fahdharuhum wa in ta'fu wa tasfahu wa taghfiru fa inna Allaha ghafurur rahim. Enyi mlioamini, hakika miongoni mwa wake zenu na watoto wenu wa maadui zenu, basi tahadharini nao, na mkisamehe na mkapuuza na mkaghufiria, basi hakika Mwenyezi Mungu ni mwingi wa maghfira, mwenye kurehemu. Innama amwalukum wa auladukum fitnah wallahu indahu ajrun adhim. Hakika mali yenu na watoto wenu ni jaribio,
na kwa Mwenyezi Mungu upo ujira mkubwa. Fattaqullaha mastata'tum wasma'u wa ati'u wa anfiqu khayran li anfusikum wa man yuqa shuhha nafsihi fa ulaika humul muflihun. Basi mcheni Mwenyezi Mungu kama mwezavyo, nasikieni na tiini na toeni, itakuwa kheri kwa nafsi zenu. Na mwenye kuepushwa na uchoyo wa nafsi yake, basi hao ndio waliofanikiwa. In tuqridu Allaha qardan hasanan yudha'ifhu lakum wa yaghfir lakum wallahu shakurun halim. Mkimkopesha Mwenyezi Mungu mkopo mzuri, atakuzidishieni mardufu na atakusameheni. Na Mwenyezi Mungu ni mwingi wa shukra, mpole. Alimul ghaibi wash-shahadatil azizul hakim. Mwenye kujua siri na dhahiri, mwenye nguvu, mwenye hikma.